Leo ninakuletea mtaalamu wa mafuta tena. Siku ile alikuonyeshea tu mafuta na kuzungumza ni mafuta ya asili. Karibu sana mtaalamu. Asante sana ndugu mtangazaji. Ndugu mtazamaji, tunaendelea pale ambapo tulikuwa tumeishia. Kipindi kilichokuwa kimepita nilikuonesha mafuta ambayo ni asili na nilikwambia kwamba ni mafuta ambayo hayana kemikali yoyote, na nikajaribu kugusia baadhi ya mimea ambayo ndiyo chanzo ama ndio tumepata hayo mafuta baada ya kuyachuja kutoka kwenye hiyo mimea. Lakini siku ya leo nimekuja kukuonesha hiyo mimea yenyewe ambayo ndio tumeichuja kutengeneza mafuta yenyewe. Kama nilivyosema hapo awali, nilisema kwamba kuna mimea mitatu katika haya mafuta ya asili, ambapo mafuta yetu yenyewe yanaitwa Moil Oil. Mafuta ambayo hayana kemikali yoyote, mafuta ambayo ni mazuri, ni mafuta ya maajabu ambayo yana kazi kubwa sana katika mwili wa binadamu, yanatibu maradhi mengi. Lakini licha ya kusema kwamba sisi tumekuja kwenye engo ya utengenezaji wa nywele, lakini bado kuna kazi nyingi sana ya hii mimea ambayo imetuletea haya mafuta. Mafuta yetu unaweza ukajitibia kwenye maradhi mengi sana kama nilivyosema hapo. Lakini pia kwenye upande wa nywele, yanajaza nywele, yanakuza nywele, yanang'arisha nywele, yanatoa mba, miwasho, nywele haikatiki, inajaa unapotaka wewe. Ni mimea gani ambayo imetuletea haya mafuta ya Moil Oil? Tuna mmea wa kwanza unaitwa mtulatula. Huu mmea ukifuatilia mtazamaji, ni mmea ambao una kazi nyingi sana katika mwili wa binadamu, katika maradhi ya binadamu, katika kila aina ya tatizo ambayo linamkumba binadamu ambao limekusudiwa na mtu mwingine. Tuseme katika mambo ya nuksi, uchawi, mikosi, mtulatula unafanya kazi nyingi mno. Lakini mmea wa pili ambao umekuja au unaweza kuutaja ambao ni sehemu mojawapo ya muunganiko haya mafuta, tunaita mfumbasi. Mfumbasi ni mmea ambao ni mkubwa sana katika jamii yetu, tunauona katika mazingira yetu. Kama unavyoona huu mfumbasi. Huu mfumbasi una kazi nyingi sana. Unatumika kujifukiza, unatumika kwa ajili ya kutibu maradhi mengi, kutibu nuksi, mikosi, uchawi, vitu mbalimbali katika mwili wa binadamu. Lakini pia mvuto, katika swala la biashara tunatumia huu mfumbasi ambao huko katika mazingira yako. Lakini pia huu mfumbasi umetusaidia sisi kuweza kutengeneza mafuta ambayo tumekuletea leo ambayo yanaitwa Moil Oil. Ni mafuta ya maajabu sana. Mmea mwingine wa tatu ni mmea ambao kabla ya mmea, hebu mpe kwanza mtazamaji namba yako. Namba yangu ni 0686374823. Tukiendelea kwenye mmea wa tatu ambao nimesema ni miongoni mwa hii mimea ambayo imetusaidia kutengeneza haya mafuta. Mmea wa tatu unaitwa msharifu. Ni mmea ambao unauona unapita mbele yako hapa ndugu mtazamaji. Ni mmea pia wa maajabu. Mmea ambao una kazi nyingi sana, licha ya kukuza nywele, kujaza nywele, kung'arisha nywele, kutoa mba na miwasho yote kwenye nywele. Lakini pili, una kazi kubwa sana katika mwili wa binadamu. Kwa mambo ya pressure, mambo ya maradhi ya moyo, nuksi, mikosi, vifungo, mvuto kwenye biashara, vitu vingi sana katika swala la uchawi. Lakini miguu inawaka moto, mikono inawaka moto, unajisikia maumivu makali sana wakati wa hedhi. Hii msharifu ndio kiboko ya kila kitu katika mazingira hayo, katika hayo maradhi ambayo yanaweza kukukumba wewe. Kwa hiyo tumekuja na hii mimea kama sehemu ya mafuta ambayo inaweza kukusaidia, lakini ni zaidi ya tiba. Kwa hiyo hii ni tiba asilia. Tumekuja hapa sisi tunadili na mambo ya asili ambayo hayana kemikali yoyote. Tunasema kauli yetu mbiu kwamba asili yetu ndiyo nguvu yetu. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, asili ni kitu ambacho muhimu sana kukifuata na kukizingatia. Tukitumia vitu vya asili, maana yake tunalinda ngozi yetu, tunalinda kinga yetu. Tunakuwa tuko mbali na maradhi ambayo ni nyemelezi, maradhi ambayo yanaweza kusababisha na mwanadamu. Licha ya haya mafuta kuwa ni mafuta ya maajabu, pia yanafanya kazi nyingi hata kwenye swala la mahusiano. Kwa upande wa wanawake, wanawake wanaathirika sana mahusiano. Maana mwanamke anachelewa mahusiano anavunjika. Kwa maana kwamba na mwanaume pia anaathirika, lakini mwathirika mkubwa sana ni mwanamke kwa kiasi kikubwa. Haya yanatoa nuksi, mikosi, kila kitu katika mwili wa binadamu. Kwa wewe ambaye unaanzisha mahusiano leo yanavunjika, wewe ambaye hauna kibali, watu wanakukataa, huna kibali cha kukubalika mbele za watu katika jamii, tumia haya mafuta ambayo yatakusaidia kuweza kuondoa mikosi yote, kuondoa nuksi, kuwa na mvuto, kutumia katika biashara yako, katika utafutaji wa riziki yako. Kwa kutumia mafuta itakuwa ni rahisi sana kwako, mpaka mwenyewe utasema kwamba kweli haya ni mafuta ya maajabu. Ndugu wanawake, naomba mnitafute, kwa sababu nimewaletea kitu ambacho kwenu hamtokujutia kwamba kweli nimetumia hela yangu kwa kutunua haya mafuta, lakini hautakuja kujutia, kwa sababu atakuletea vitu vizuri sana, vitu ambavyo hutokuja kuvipata kiurahisi zaidi kwa kutumia haya mafuta. Kwa kutumia mafuta utakuwa umenufaika na vitu vingi sana. Naomba niseme tu kwamba kama kuna mtu ananisikiliza, kama kuna mtu ananitazama, basi hawe ni mtu wa kwanza kukimbilia kuyanunua haya mafuta.
kwa sababu hii ni zaidi ya mafuta, hii ni tiba. Tunasema asili yetu ndiyo nguvu yetu, basi tumia asili ili uone maajabu katika mafuta haya. Kuna maajabu gani kwenye utafutaji wa riziki? Kuna maajabu gani katika mvuto? Kuna maajabu gani kwenye mahusiano? Kuna maajabu gani kwenye biashara? Kuna maajabu gani kwenye kazi yako? Mawasiliano yangu ni 0686374823. Ndugu mtazamaji, haya ndiyo mafuta yenyewe ambayo tunayazungumzia. Yanaitwa Moen Oil, ambayo ni mchanganyiko wa mtulatula, mfumbasi na msharifu. Ni mimea tu ambayo imechujwa, imewekwa kwenye hii chupa, hakuna kemikali yoyote. Kwa tumia haya mafuta kwa ajili ya kulinda kinga ya ngozi yako, kulinda kinga ya mwili wako, lakini pia katika matumizi mengine kwa ajili ya kutibu maradhi yako katika mwili wako, lakini kutengeneza katika swala la utafutaji, katika swala la nuksi, mikosi, katika swala la kazi, swala la mvuto, swala la biashara. Kwa hii ni zaidi ya kila kitu. Tumia haya mafuta ya maajabu kwa ajili ya kurahisisha kazi yako, kutibu kila kitu ambacho kinakusumbua.